Mtani wako ukaendelea kudondosha, naweza ngasema gap linaendelea kupungua. Leo tena kaondoka na alama moja. Binafsi naweza kusema kwamba ndo moja ya mchezo, simeelewa kwamba kwenye mpira kuna vitu kama hivi, kuna kushinda, kudraw na kufungwa, simeelewa. Yeah. Katika yale matokeo matatu ya mpira ameweza kuondoka na alama moja. Kwa hiyo binafsi naweza kusema kwamba amedeserve kutokana na kiwango chake alichokuwa nacho. Amedeserve kutokana na kiwango chake alichokuwa nacho. Kwa sababu ukiangalia performance ya klabu ya Yanga African Modern Club hairidhishi kwa vile inavyotakiwa. Kwa hiyo sisi kama watani binafsi tunasema, kama sisi wanalunya tunasema binafsi kwetu ni jambo zuri sana kupata alama moja kwa mtani wetu aliyokuwepo juu, ambaye anaendelea kututingishia pale juu. Sisi tunamwambia kwamba tunamwombea kwamba aendeleze mwendo huu mwendo anaoenda nao kupata pointi moja uendelee, huu asiweze kuacha. Na tunasema kwamba najua serikali, sisi tuna mamlaka ya kulipa kodi, sisi ni wananchi. Wananchi wanalipa kodi kwa serikali. Na kwa sababu serikali ni ya wananchi na wananchi wenyewe ni ndani ya Tanzania. Kwa hiyo wamepokea kile ambacho wamekitoa, wametoa nusu ya kodi yao. Serikali hawawezi kukataa kutoa nusu ya kodi yao kwa sababu ni mlipaji vizuri. Katoa nusu ya kodi yake, mwisho wa siku raundi ya pili atamalizia kodi yake. Katoa kodi nusu leo. Kutokana na kiwango chake kilichokuwa nacho katoa kodi nusu. Ni waamini walaumu kwamba TRA walikuwa hawako makini sana kwenye eneo la finishing. Wangekuwa makini kwenye eneo la finishing, maana yake leo klabu ya Yanga African Modern Club ingetoa kodi yake kamili ya kuacha pointi 3 muhimu kama ilivyotokea kwenye msimu ulioisha kwenye hatua za mechi ya kwanza pale ndani ya Chamanzi Complex, umeelewa? Kwa hiyo binafsi naweza kusema kwamba ni matokeo mazuri kwa sisi wanalunyasi. Tunaweza kusema bado pointi moja juu ikiendelea kusogea pale kwenye ile table pale juu pale kwa yule mtani wetu. Wewe unafikiri kwa mchezo wa leo, unafikiri Yanga wamekwama sehemu gani? Labda mpira ni mchezo wa wazi, simeelewa. Yanga timu hawana, simeelewa. Kwa sasa hivi Engineer anaendelea kuwapiga na Engineer anaweza kuwapiga vibaya mno. Mimi nilikwambia before, nilikwambia kwamba yani nafikiri kwamba Yanga kwa nini amekaa pale na nafasi ya kwanza kaji yani kwa nikwambia kitu kimoja, mpira ni mchezo wa wazi. Kikosi cha kukala cha ushindani Yanga hawana, simeelewa. Timu wale hawana. Sema kichwa walichofanikiwa ni kuwa nafasi ya kwanza, kwa wamewahi tu nafasi za watu. Alivyokuwa amewahi JKT Tanzania na yeye ndo kawahi. Ila wenyewe nafasi yao tunakuja, tuko nyuma, tunawaambia tushikie tu. Kama wao JKT walikaa pale kwa muda mrefu sana wakaiachia, na sisi tunawaambia kwamba tunakuja hapo eneo letu, kwa sababu mpira unacheza tunauona uwanjani. Performance ya Yanga ni mbovu sana. Kocha ameendelea pale pale alipoishia kwenye mechi ya Azam. Game plan hana kocha wa klabu ya Yanga African Modern Club. Hilo liko wazi, simeelewa. Unaangalia wachezaji jinsi wanavyocheza, wanacheza kwenye, yani huwezi kuzungumza kwamba wanacheza kwa namna gani, simeelewa. Ina maana kile ambacho kimekuwa kikiongelewa kwamba kocha mbinu zimemuishia ni kweli kwani? Nilikwambia mwanzo nampa mechi 5 tu, simeelewa. Ndio. Ile Azam hii ya TRA ana michezo mitatu, simeelewa. Ana bado michezo mitatu. Hii michezo mitatu iliyobakia, kama kocha atabakia basi ni ni hiyo tunasema ni akili mbovu ya viongozi wa Yanga African Modern Club. Kwanza asibaki. Na kuambia hii michezo mitatu, katika hii michezo mitano iliyokupa ile ya Azam juzi na leo ya TRA bado michezo mitatu. Hii michezo mitatu itaenda kutoa taswira kama kocha atabakia, basi ni hiyo tunasema akili mbovu ya viongozi wa Yanga African Modern Club, kwa sababu mpira Yanga kila siku zinavyozidi kwenda wanazidi kudrop, kiwango kinazidi kudrop. Lakini sisi tunafurahi, simeelewa. Hatuwezi kuchukua ubingwa kama hajadondosha alama, simeelewa. Yaani sisi hatuwezi kupata ubingwa wanalunyasi kama yeye hajadondosha hajadondosha alama. Anavyoendelea kudondosha alama, sisi ndio tunataka kupata vitu vizuri, simeelewa. Na tuwaambie tu kwamba Simba kesho tunacheza na Pamba Jiji kule Mwanza, simeelewa. Pamba kufa atake asitake atakufa ndani ya CCM Kirumba. Pamoja ametangaziwa milioni 10 na mkuu wa mkoa. Na mimi nimlaumu mkuu wa mkoa wa Mwanza baada ya kushirikiana na viongozi wenzake wa serikali kuweza kuboresha miundombinu ya jiji la Mwanza. Anachukua pesa kwenda kuwapa wachezaji wa Mwanza waambie waibanie Simba, kitu ambacho hakipo. Tumeangalia juzi mafuriko mjini kabisa center pale. Zile pesa kwa nini milioni 10 anawatangazia wale, kwa nini asipeleke kwenye
kwenye miundombinu ya jiji la Mwanza. Lakini ukiachana na huko kwa hichi ambacho kimekuwa kinaendelea Yanga kudondosha alama, kuto kuondoka na alama zake 3, wanasema kwamba ni kama vile anarundikiwa mzigo mzito sana kuliko nyinyi mnapumzishwa sana. Yanga hapumzishwi sasa hivi. Tunapumzishwa kitu gani? Mechi sisi tulikuwa tucheze juzi, mechi iliahirishwa kutokana na hali ya hewa. Uwanja umejaa maji. Sasa utakataa. Sasa kesho yake haiwezi kupanga sababu wanapanga mechi ni bodi ya ligi sio sisi. Icheze kesho yake. Ingechezaje kesho yake wakati hawajapanga? Wanapanga hawajapanga kwamba tucheze kesho yake, utakataa? Ndio hapo nasema kwamba kuna ubebaji fulani ambao mnaekewa. Katika timu ambayo inanufaika. Katika timu ambayo inanufaika. Kwenye uongozi huu wa TFF, bodi ya ligi, sijui masaa 72, sijui tunasema kwamba marefali wa Tanzania wote, timu ambayo inanufaika kwa asilimia kubwa ni klabu ya Yanga African Modern Talent. Yanga inanufaika kwa asilimia kubwa, sio sisi. Sio, unanielewa? Yaani klabu ya Yanga African Modern Talent ndio inanufaika kwa asilimia 100. Kwa lipi sasa? Wananufaika kila eneo. Wapi na? Wao wametuambia sisi watachukua mpaka 2030. Sio, umeelewa? Sio watu wapiga kelele. Na walituambia sisi wao hakuna kitu ambacho wanachuziwa, wanaweza kila kitu. Watapanga wao uwanja wa mechi zao wakacheze wapi. Sio, umeelewa? Walituambia wao. Sisi tumenyamaza tu. Sio, umeelewa? Na wakatuambia kwamba kama refa alikubali walisema masaa 72 ulisema lile goli halali. Na wao wakalikataa. Sio, umeelewa? Mechi ya Zanzibar sio alisema goli halali? Ndio. Sasa iweje kama goli halali mwenye goli wake hajapewa? Nikuambia kitu kimoja, wanufaika wa marefa na viongozi wa TFF na bodi ya ligi sio masaa 72, wanufaika wakubwa ni klabu ya Yanga African Modern Talent. Msimu ulioisha baadhi ya viongozi wamejiuzuru kutokana na wao kutokuchezesha vizuri mpira wetu. Matakwa yao yalitekelezwa yote msimu ulioisha. Tunavyozungumza yeye Almas Kasongo iko wapi? Mzee wangu mfanyakazi mtendaji mfanyakazi mzuri yule wa TFF alikuwa kwenye bodi ya ligi. Mguto yuko wapi? Hayupo. Wilfred Kidao yuko wapi? Hayupo. Wale ndio walikuwa viongozi bora. Wakasema wale wanaipendelea sana Simba. Msimu ulioisha hao wote hawapo. Leo tunazungumza Almas Kasongo, sijui nafikiri kama ni mkurugenzi wa Taifa Stars, kama nilivyosikia. Umeelewa? Leo tunazungumza Mguto yuko wapi? Hayupo. Wao ndio wanufaika wakubwa na wao ndio walisababisha wale wote wafanye wasimamishwe, waondolewe. Sio, unanielewa? Nakupata. Alafu leo hii uje kusema Simba inabebwa inapendelewa kwa kitu gani? Kwa hivyo mnapopumzishwa. Ubingwa mara 4 mfululizo chini ya uongozi wa nani? Si viongozi hao? Marefa hao. Si ubingwa mara 4 mfululizo? Kitu gani unachokikataa? Kupigwa nyema 4 mfululizo. Mimi niwaambie tu kwamba nimwambie engineer na viongozi wenzake wafanye usajili. Hawana usajili kwani? Wafanye usajili. Usajili wamefanya mzito. Wachezaji wote waliowachukua msimu huu, Engineer Harris pamoja na ile kamati ya usajili, wote wachezaji wamepiga sana hela. Usajili mbovu. Usajili mbovu, wamepiga hela. Wamesema tumesajili kwa milioni 800 lakini kumbe uongo. Sio, umeelewa? Ukiangalia kiwango cha Okelo sio cha kusema umechukua milioni 800 umevunja mkataba wa Vipers. Uongo. Sio, umeelewa? Ni vitu ambavyo havipo. Dabaro Kamara, kama unavyoona na Luka Mkizi uwanjani. Emmanuel Mwamwemgo ndio vile. Sio, umeelewa? Afanye usajili na kuambia ukiwa na wachezaji wa kuungaunga, usitafute lawama ya kulaumu bodi ya ligi, kulaumu mamlaka husika ya TFF ikiongozwa na Wallace Karia, usitafute lawama ya kulaumu marefali. Kwani Yanga kwani ana usajili wa kuungaunga? Usajili wake wa kuungaunga na ndio bana yote yanatokea haya. Juzi mechi ya Azam analaumu refa. Unalaumu refa vipi? Kwa kosa gani? Unalaumu refa kwa kosa gani? Kwa kunyimwa penalti. Mechi ya juzi kwa kosa gani? Na leo Nasoro Mwinchui refa wao, unalaumu kitu gani? Utalaumu kitu gani? Wakati wote marefa wao wanufaika wakubwa kwa marefali wa Tanzania. Ndio. Wasituletee kabisa. Wasituharibie mpira wetu. Sasa, ukiachana na leo wenyewe, kesho mnacheza sasa, la mwisho ya kumalizia kesho, mchezo unaonaje? Mechi ya kesho ni ngumu. Mimi kila siku yote nasema kwamba kila mechi ni finali kwa Simba. Kama wachezaji wataonyesha performance nzuri uwanjani, watashirikiana kwa pamoja, mashabiki tutaonyesha moyo wetu kuweza kusupport timu yetu, viongozi, benchi la ufundi, tutaungana kuwa kitu kimoja. Kama slogan inavyosema nguvu moja, kesho tutaweza kupata ushindi. Ila tukiendelea
mfarakano kaendelea kuwepo kama ilivyotokea before, kesho tunaweza tukadondosha alama, kwa sababu Pamba sio timu ya kawaida. Pamba ni timu nzuri sana, umeelewa? Hakuna tena wanakuaga wazuri wakiwa kwenye ardhi ya kwao, lakini yote kwa yote nikwambie kitu kimoja, quality ya wachezaji ndio itaamua mechi ya kesho. Mimi na imani Simba na wachezaji wazuri, ila baadhi yao tu sio wazuri. Shehe wangu, lazima tuseme ukweli. Unakaa unafikirika kabisa, unakaa unajifikiria, Mwangosi anapataje namba Simba? Anapataje? Si mchezaji wenu? Si mmemsajili wenyewe au sio mchezaji wa Simba wale? Hafai kupata namba? Simba iko nafasi ya 5. Mchezaji yule iko nafasi ya 5. Iko nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika. Si unanielewa? Na kupata hapo. Unamtoa Valentine Mashaka kwa mkopo. Alafu unaita Emmanuel Mamengo. Mamengo si huko. Mamengo Mwangosi. Mimi nashukuru kwamba viongozi wa Simba ni wasikivu. Na katika vitu ambavyo nimesikia kwa msemaji wetu Ahmed Ally kwamba tutoe maoni. Sasa nawaambia maoni yangu mimi mzee wa kujichora Mustafa Likuti kwa viongozi wangu. Kama tunataka tufaulu, tusilete wachezaji wa kuungaunga. Hii ligi ya Tanzania imeshikwa na klabu ya Yanga African Modern Team pamoja na viongozi wao. Wametuambia wao iwe sio atachukua ubingwa hata mara 30 mpaka 2030. Si unanielewa? Sawa. Kwa hiyo ili tuweze kukompea na Yanga, tuhakikishe kwamba tunaleta wachezaji wenye viwango vya hali ya juu. Sawa. Sio kutuletea Mangosi. Sawa. Sio mbona wenzetu kule wana anatoka Dube anaingia mame. Bwana, ngoja kwanza, mbona unikatisha shehe wangu? Mbona kunikatisha? Shehe, mpira bora mchezo wa wazi, katoka Prince Mpumelele Dube, katoka Afadhali, kaingilia potelea mbali. Sasa juzi unaangalia kabisa Selemani Mwalimu ana adhabu ya mechi 3. Haya, Jonathan Soa ndio hivyo. Hayo matatizo ya kiongozi. Tunazungumza kabisa, hatuna shaka kabisa ile kutegemeo. Tunakuwa simama Mwangosi, ndio naamini kwamba kwenye maisha kuna bahati. Usinikatishe. Kwenye maisha kuna nini? Kuna bahati. Shehe, mimi kwenye ndoto zangu sikufikiria kama nitapanda boti, lakini nilipanda boti. Hiyo ni bahati. Na nilipanda boti kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya Simba, kuwa mshabiki wa Simba. Sawa. Ndio kama ilivyotokea kwa Mwangosi kwamba yeye kapata bahati kuchezea Simba. Hiyo ni bahati kubwa. Lakini hafai kuchezea Simba. Shehe, mbona viko wazi? Hafai. Steven Dese Mkwala, Lionel Atoba Mbida, hayupo, tumewaacha. Mwangosi. Alafu wewe bwana Mustafa Likuti. Mimi nikushukuru. Usinishukuru, nishukuru kwa masikitiko. Nishukuru kwa masikitiko. Inauma. Shehe, mpira ni mchezo wa wazi. Ndio maana wenzetu wanateseka, Yanga hawana wachezaji. Bwana, tukutane kesho. Mimi na imani kesho Pamba anaacha point 3 kwetu sisi. Kwa sababu tuna Anset Oura, Libasagwe, Inowemba, Katu Chota Chama. Mungu ibariki Simba, Mungu ibariki Tanzania.